Tunataka tu watu wote wa Taveta wajue kuna kitu inaitwa poaching, na zote lazima tuungane mkono ili tukomeze hii mambo ya poaching. Si ya serikali peke yako, bali ni ya mwananchi yote, ya serikali na pia ya dunia mzima. Bila wanyama Kenya itapoteza rasilimali nyingi sana. So tunataka kila mtu ahimizwe kuna mambo ya poaching inaendelea, na pia kila mtu aguswe mahali ili afanye kiasi anayofanya kukomeza hii janga. Sisi hapa tumejitolea kuangamiza windaji Kenya. Tingiza kidogo mama, tingiza Major challenge to undo this situation, because you find nowadays there is the technology issue which is coming up. There is a use of motorbikes which can penetrate to where vehicle cannot move in. But we are trying to control the situation by engaging the local communities to volunteer information. We do also have our intelligence team, which normally gather information and disseminate to the security guys. We also have a team of game scouts who are offering a very vital information, and they are even going to an extent of doing the snaring work. They have recovered several snares and brought to my office, and the leading person, that is the Serve of Pride, is trying to pursue an MOU with KWS to have it formalized so that we work officially. So as I've said, bushmeat poaching is an issue not only in Taveta but countrywide. Meat is being sold even to across Tanzania, is being transported to big cities, so it's a big challenge.
Hakuna kuua swara. Hakuna nyama ya pori. Hakuna kuuza tembe. Bila wanyama hakuna utalii. Bila wanyama hakuna makazi. Bila wanyama hakuna watalii. Bila watalii hakuna watalii. Tuweze kulinda wanyama wetu. Waone wawindaji waliobadilika kufanyiwa ulinzi. Wewe umezidi. Nilipokuwa mwindaji, tulikuwa kazi yetu ilikuwa ni kutega wanyama, na lazima tukiwa kama mtu mmoja kuna mitego 100 na tuko kama kundi ya watu 10. Hiyo ni mitego zaidi ya 1000, na wakati ambao tumetukua tukitega wanyama tukiweka kwa usiku moja tunaweza shika wanyama wengi, na wakati ambao tunashika wanyama wengi hatuna uwezo wa kuwamaliza. Unakuta ya kwamba wanaharibikia porini, na unakuta ya kwamba tukienda tukikuta mguu wa mtu wa wildlife, wale maafisa game, wale wanyama wanaosea porini. Sasa tukapata elimu, tukajua kwamba kumbe tunaangamiza haki yetu, tunaangamiza wanyama wetu, na ndiposa tulipopata elimu tukaacha kuwinda na tukaacha kuwafundisha watu wale wengine kuhusu kuacha kuwinda, na kwa sababu hiyo wanyama wetu wakawa salama. Kwa sasa hivi tunawaambia kwamba wananchi, mnyama ni wako. Ndovu ana haki katika nchi yetu. Mnyama ndovu analeta faida, ndio maana mnaona kwamba watoto wenu wanapata elimu. Angalieni swala la wanyama vizuri, tuwapende jamani. Mimi nimeshuhudia ndovu nyingi zimewawa, nimeshuhudia viswara vingi vimeisha, lakini nashukuru Mungu grupu hizi mlioko hapa, uhalifu umepungua kwa kuelimishwa. Kati ya nyumba 10 kuna mambo mangapi yanatendeka? Mwindaji si unaambiwa kwa nyumba 10? Mtoto aendi shule, mchawi, mganga, mambo yote yanatendeka kwa nyumba 10. Hiyo ni system nzuri sana pale kijijini, na ningeomba muirudie na muhakikishe kwamba hiyo itafaa na inafaa, kwa sababu uwindaji haramu tunataka upungue upande wa National Park yetu West. Halafu tuendelee. Kama wewe unakataa uwindaji, inamaanisha kama wewe kwako wakukuli dikidiki, angalia na yule jirani yako asifanye nini? Asikule dikidiki. Kama wewe unakataza watoto wako dikidiki, kwa nini jirani yako anapatia watoto wake dikidiki? Hiyo ni kumaanisha kataa kutoka hapo kwa nyumba yako, kwa jamii ile ingine iko karibu na wewe, na kwa wale wengine wako karibu na wewe, na uwatangazie. Na kama unasema hakuna uwindaji, hakuna uwindaji. Uanze wewe uonyeshe ya kwamba hakuna uwindaji, na bila shaka uwindaji utaisha, na wanyama watakuwa ni wengi, na watalii watakuja, na mtapata pesa, mtapata kazi, mtalala njaa. Thank you very much to Kenyans United Against Poaching. This team have been working all over Kenya since January, spreading the same message in towns all over. And because of that action, we are already seeing some results. The judiciary came out, I think 2 days ago, saying they're getting ready to commit to stiffer penalties. And also, His Excellency Uhuru Kenyatta has also made a commitment to doing more to protect our wildlife. So thank you. I don't have any way to thank you all enough, but I hope that our efforts today will send a message to all of Kenyans that communities are ready. Communities are ready to stand up and protect our wildlife and our future. So I hope that that will then ensure that there is a future for the animals of Kenya, and also for the trees of Kenya, and for your children.
so they can see these beautiful animals for themselves when they grow up.